Kuna mambo mengi yanayotokea ndani ya nyumba yako, lakini macho ya kawaida hayawezi kuona. Kuna watu unaowakaribisha kwa tabasamu, unakaa nao sebuleni, unakunywa nao chai, lakini haujui kitu kimoja muhimu sana. Kila mtu anayeingia ndani ya nyumba yako, anaingia na energy yake. Na si kila energy inaleta baraka. Wengine huwa wanakuja kama wageni, lakini wanaondoka wakiwa wamebeba kitu kisicho chao. Sio pesa mkononi, hapana, bali ni nguvu ya pesa. Na ndio maana mara nyingi unaona pesa haikai. Ndio maana unaona mambo yanaanza kubadilika bila sababu. Ndio maana unajikuta unafanya kazi, lakini matokeo hayalingani na juhudi zako. Na cha kushangaza zaidi ni kwamba mara nyingi ishara huwa zipo wazi kabisa, lakini tunazipuuza. Wapo wageni ambao wakija kwako wanapenda kukaa kimya sana, na kuna wageni wanaopenda kukaa peke yao. Kuna wageni wanaoacha vitu nyuma bila ya wewe kujua, na kuna wageni wanaokuja mara kwa mara wakati hali yako ya kifedha inaanza kuyumba. Yaani ukifulia tu huyo mgeni ndio unamuona. Sasa je, umewahi kujiuliza kwa nini kila mtu fulani akija kwako baada ya siku chache tu pesa zinaanza kupotea au hali ya kifedha inaanza kubadilika ndani ya nyumba? Sasa hili sio suala la imani tu, ni suala la energy, ni sheria ya universe. Na kama maneno haya yanakugusa sasa hivi, kama kuna kitu ndani yako kinakuambia, mbona kama ni kweli, mbona kama haya maneno yananigusa ndani yangu, basi kaa hapa, usiondoke. Kwa sababu kile nitakacho kushirikisha leo hii kinaweza kubadilisha namna unavyowakaribisha watu ndani ya nyumba yako. Nyumba yako sio ukuta na paa tu. Nyumba ni kituo cha energy ya maisha yako. Ndani ya nyumba yako ndipo pesa zinapumzika, mipango inakuwa, baraka zinakusanyika, na universe huwa inaangalia kwa makini sana ni nani unayemruhusu akae ndani ya nyumba yako, kwa sababu kila mtu huwa anakuja na mzigo wake wa energy. Wageni wa aina ya kwanza ni wageni wenye wivu uliojificha. Naomba nisikilize kwa makini sana. Wivu huwa hauji kwa maneno. Yaani mtu hawezi kuutamka wivu, bali wivu unakuja kwa tabasamu la kawaida. Unakuta mgeni amekuja, anakaa sebuleni kwako, anaangalia furniture zako, anaangalia TV yako, anaangalia watoto wako, anaangalia utulivu wako na amani yako. Ndani yake anaanza kujilinganisha. Hakuambii, lakini hayo yote yanafanyika ndani yake. Na comparison huwa ni sumu ya energy, huwa inachafua energy ya sehemu husika. Hata kama hasemi chochote, mawazo yake yanakuwa yanatuma ujumbe kwa universe. Anaanza kuwaza, kwa nini yeye na sio mimi? Kwa nini ana furaha hivi na mimi sina furaha? Asa universe huwa haisikilizi maneno peke yake, huwa inasoma mawazo, hisia na nia ya mtu. Na ndio maana baada ya mgeni fulani kuja ndani ya nyumba yako, unaanza kuona pesa zinaondoka, fursa zinaanza kuchelewa au zinaharibika, mipango inakwama, na sio kwa sababu ya uchawi, bali ni kwa sababu energy ya wivu huwa inakata flow ya wingi wa pesa. Kwa hiyo kama ukimkaribisha mtu mwenye wivu ndani ya nyumba yako, anakwenda kukata flow ya energy ya pesa ndani ya nyumba yako. Kwa hiyo chunguza sana watu unaowakaribisha ndani ya nyumba yako ni watu wa aina gani. Kama umezungukwa na watu wenye wivu, chunga sana kuwakaribisha ndani ya nyumba yako. Aina nyingine ya wageni ni wale wageni wanaolalamika sana. Yaani wanalalamikia kukosa, au tunasema energy of lack. Yaani huyu mgeni anakuwa amebeba nguvu ya ukosefu. Mtu unakuta anakuja nyumbani kwako akiwa analalamikia maisha magumu, pesa hazionekani, analalamika kila kitu ni kibaya katika maisha yake. Sasa huyu mgeni huwa anaingia na vibration ya umaskini ndani ya nyumba yako. Sasa jinsi anavyolalamika ndani ya nyumba yako, ile ni manifestation, na yale maneno yanatengeneza energy ambayo inaendelea kuishi ndani ya nyumba yako. Maneno yake yanajaza nyumba yako hofu, kukata tamaa, lawama, nguvu ya umaskini. Yaani ile vibration aliyoibeba inaendelea kuishi ndani ya nyumba yako. Sasa pesa haiwezi kukaa mahali ambapo kila kitu ni shida, kila kitu ni giza, kila kitu ni malalamiko. Pesa huwa haikai eneo hilo. Na kama mgeni huyo akija ndani ya nyumba yako na wewe unamsapoti katika mazungumzo yake, my dear, na wewe unajichoma.
Na ndio maana baada ya wageni wa aina hii kuingia ndani ya nyumba yako, utaanza kuhisi nyumba yako ni nzito, akili yako inachoka. Yani akiondoka tu utajikuta unakuwa mchovu sana, unakata tamaa, unakosa motivation ya kufanya kazi, na hatimaye pesa inakuwa ni ngumu kuishikilia. Kwa hiyo kama una marafiki ambao wao muda wote stori zao ni za kulalamikia ugumu wa maisha, kuongea mambo mabaya kuhusiana na pesa au mafanikio, maisha magumu, kila kitu kwao ni kibaya, usimkaribishe huyu mtu ndani ya nyumba yako. Narudia tena, usimkaribishe huyu mtu ndani ya nyumba yako. Wageni wengine ni wale wasiopenda mipaka. Hawa tunawaita boundary breakers. Universe huwa inaheshimu mipaka na pesa pia huwa inaheshimu mipaka. Sasa kama nyumbani kwako unakaribisha wageni ambao wanaingia kila kona ya nyumba yako, yani akiingia tu kashapitiliza mpaka chumbani kwako, kashajaribisha nguo zako, yani kila sehemu yeye anapita. Unakuta mgeni anauliza maswali ya ndani, yale yanayogusa maisha yako binafsi, maisha yako ya siri. Mgeni anakaa muda mrefu kuliko kawaida. Mgeni anakaa mwezi, miezi, mwaka mzima bila sababu ya msingi. Mgeni anajifanya yuko comfortable sana nyumbani kwako, yani kiasi kwamba yeye ndo anaijua kila kona ya nyumba yako kuliko hata wewe mwenye nyumba yake. Sasa kiroho, wageni wa aina hii huwa wanachafua mipaka ya energy, wanavuruga utaratibu wa nyumba. Hii ni kiroho zaidi, kwa macho yako ya kawaida huwezi kuona. Sasa nyumba bila mipaka ni kama mfuko uliotoboka. Pesa inaweza kuingia lakini haitakaa. Pesa inahitaji nyumba yenye mipaka, nyumba yenye sheria ambazo kila mtu anayeingia anazitii. Kwa hiyo jitafakari, umeweka utaratibu gani ndani ya nyumba yako? Inawezekana wewe sio maskini, lakini tatizo ni mipaka ndani ya nyumba yako. Boundaries. Aina nyingine ya wageni ni wale wageni wanaokuja bila baraka njema. Sio kila anayekusalimia anakutakia mema, na sio kila anayekuchekea anakupenda au anafuraha na wewe. Wengine huwa wanakuja wakiwa na hasira ndani yao, wakiwa na chuki, wakiwa na stress nzito, wakiwa na huzuni iliyokithiri. Yaani unakuta mtu tayari ameshapata trauma ya maisha. Sasa anaingia ndani ya nyumba yako. Nyumba yako inapokea kile walichobeba. Na ndio maana baada ya kuondoka utahisi uzito fulani. Utahisi usingizi hauji vizuri. Hali ya nyumba inaanza kubadilika. Mlikuwa hamgombani, mnaanza kugombana. Mlikuwa mnaelewana vizuri tu, ghafla mnaanza kutokuelewana. Universe huwa inatuma ishara mapema kwamba huyu sio mzigo wako, huyu hakufai, kwa hiyo muondoshe. Aina nyingine ya wageni ni wale wageni wanaokuja pesa ikionekana. Yaani ukipata tu pesa, hawa wageni ndio unawaona wanakuja nyumbani kwako. Angalia kwa makini sana, utagundua kila pesa ikija kuna mtu fulani anatokea. Kila unapopata neema fulani, basi kuna mtu anakuja kukaa. Kila unapopiga hatua fulani anaingia ghafla. Sasa hawa huwa sio bahati mbaya. Universe inakuuliza swali moja tu. Je, unajua kulinda kile ninachokupa? Asa watu hawa mara nyingi huwa hawafurahii maendeleo yako. Wanakuja kuona, sio kushangilia. Yaani ni aina ya watu wanaopenda kukagua maisha yako. Wajue sasa hivi una nini, waweze kukupimia. Yaani kwamba sasa hivi una pesa kiasi gani, umefikia wapi, una mipango gani. Na huwa wanatoka bila kukuombea mema. Yaani katika kile ulichofanikiwa, wao hawakutakii mema, hawakuombei mema. Yaani kuna maneno mabaya wanatamka bila ya wewe kuona, bila ya wewe kuyasikia, lakini nguvu ya hayo maneno inaishi katika nyumba yako. Na ndipo hapo pesa inaanza kuondoka taratibu. Kwa hiyo sio kila mgeni anapaswa kukaribisha ndani ya nyumba yako. Watu wengi hawapati mafanikio kwa ajili ya aina hii ya wageni wanaowakaribisha nyumbani kwao. Na kuna wageni ambao hawapendi maendeleo. Yaani mgeni akija kwako, ukianza kuongelea mafanikio yako, anabadilisha mada. Au anakaa kimya anashukuru. Au ni mtu ambaye anaitikia tu. Yaani hachangii chochote. Haoneshi hisia yake kwamba anafurahi au ana maoni gani. Yeye anaitikia tu, anacheka kwa dharau. Au anatoa maneno ya kukukatisha tamaa. Yaani anatamka maneno ambayo yanakufanya wewe ujione
ni mdogo, ujione sio kitu. Hayo mafanikio uliyoyapata si kitu wala si chochote kwake, au anaanza kukukompea na watu ambao wamekuzidi. Anakwambia wewe hasa hapa haya ni mafanikio, kuna mwenzio huko amejenga na bonge la jumba kuliko hata hii. Kwa hiyo unaanza kujiona kumbe mimi ni mdogo. Sasa energy yake haiendani na future yako. Energy yake haiendani na nyumba yako. Universe inaanza kuondoa kile ambacho hakilingani na watu waliokuzunguka. Kwa hiyo kama hii ndio aina ya wageni unaowakaribisha ndani ya nyumba yako mara kwa mara, universe itakunyang'anya kile ilichokupa. Kwa hiyo itabidi wewe uanze kufanana nao, na hapo ndipo pesa zinaanza kuondoka. Mipango yako yote inafeli. Unaanza kujiuliza, kwa nini pesa zinaondoka? Kwa nini mimi sifanikiwi? Kumbe ni aina ya wageni unaowakaribisha nyumbani kwako. Naomba unisikilize kwa makini na utulivu mkubwa sana. Pesa ni energy yenye akili. Huwa inasoma ni nani yupo, nini kinasemwa na mazingira yakoje. Kwa hiyo ukipuuza ishara, pesa inaondoka kwanza ili kukuonya kabla mambo makubwa hayajaharibika. Kwa hiyo pesa kuondoka ni ishara ya kwanza kwamba umetawaliwa na energy mbaya katika mazingira yako. Na ninaomba uelewe kitu kimoja muhimu sana. Hili sio somo la kufanya uwachukie watu. Ni somo la kujilinda, kujitambua na kukua kiroho. Sio kila mtu anaruhusiwa nyumbani kwako. Sio kila mtu anaruhusiwa kujua mipango yako. Sio kila mtu anaruhusiwa kukaa kwako muda mrefu bila sababu ya msingi. Unapojifunza kuchagua nani unamruhusu kwenye nyumba yako, universe inaanza kuchagua baraka sahihi, pesa sahihi na watu sahihi katika maisha yako. Na hapo ndipo pesa inaanza kukaa, sio kuondoka. Pesa inaanza kukufuata, sio wewe uifuate. Sasa inawezekana unajiuliza, je, nifanye nini kama nilishawahi kuwakaribisha hawa wageni nyumbani kwangu? Naomba nisikilize kwa makini sana. Universe huwa haifungi mlango bila kukuonesha njia ya kuufungua. Na kama leo hii umeona video hii ni ishara kwamba mlango bado uko wazi. Bado haujapotea. Kwanza kabisa, acha kujilaumu. Watu wengi tumewakaribisha wageni kwa moyo mwema, kwa heshima, kwa utu, na hilo sio kosa kabisa. Kosa huwa pale unapokosa ufahamu, na leo ufahamu umeanza kuupata. Kwa hiyo kitu cha kwanza cha kufanya ni kurejesha mamlaka ya nyumba yako. Nyumba yako sio sehemu ya bahati nasibu. Ni eneo la energy yako, jasho lako na riziki yako. Anza kwa kusafisha mazingira yako kiroho, sio kwa hofu bali kwa uelewa, kwa nia na kwa uthibitisho kutoka moyoni mwako kwamba kila energy sio yangu, irudi ilikotoka. Kila kilichoingia bila baraka kijiondoe. Hata kwa kutamka maneno haya kwa nia safi huwa yana nguvu kubwa mno. Kama ni maneno yanayotoka ndani ya nafsi yako na unayatamka kwa kumaanisha, naomba nikuhakikishie nguvu mbaya itaondoka ndani ya nyumba yako. Na kitu cha pili, kuwa makini zaidi na wageni wanaoingia ndani ya nyumba yako. Sio kila mtu unapaswa kumfukuza, lakini pia sio kila mtu unapaswa kumpa nafasi ya kukaa muda mrefu. Naomba usikilize intuition yako, isikilize sauti yako ya ndani inakuambia nini. Hisia zako za ndani huwa hazidanganyi. Kama moyo wako hauko sawa, universe inakuambia kitu. Yaani kama unahisi kwamba huyu mtu namtilia mashaka au unakosa amani ndani ya moyo wako, basi amini hiyo hisia unayoipata. Universe huwa inaongea na wewe kimya kimya, huwa haitoi sauti, huwa inaonesha ishara. Watu wengi wameharibikiwa kwa kupuuza sauti zao za ndani. Isikilize intuition yako inakuambia nini na uiamini. Usije ukajidharau na kusema labda mimi nawaza vibaya, labda mimi nina overthink. My dear, how overthink? Mara nyingi intuition yako huwa ipo sahihi. Na kitu cha tatu, hiki ni muhimu sana, usiogope. Mara nyingi hofu huwa inaipa nguvu energy hasi au energy mbaya. Ufahamu huwa unavunjwa na hofu, na ndio maana ujumbe huu haujakujia kwa bahati mbaya. Hebu jiulize, kuna watu wangapi hawajaona video hii lakini wewe umeiona? Hiyo ni universe inasema ni wakati wako wa kubadilika. Ni wakati wako wa kulinda unachojenga. Ni wakati wako wa kuelewa kwa nini pesa ilikuwa haikai, na kuanzia leo
Hata kama wageni watakuja, hawataingia bila ridhaa ya energy yako. Utajua ni lini pa kusema hapana, utajua ni nani wa kumruhusu, na zaidi ya yote, utajua thamani ya nyumba yako, utajua thamani ya pesa yako, na utajua thamani ya wewe mwenyewe. Na kuna swali moja gumu ambalo watu wengi wanalibeba kimya kimya moyoni. Vipi kama wageni hawa sio watu wa mbali? Vipi kama ni ndugu, rafiki au ni mtu wangu wa karibu ninayempenda? Sasa naomba unisikilize kwa makini sana. Universe huwa haituchagulii familia, lakini inatupa ufahamu wa kulinda energy yetu. Sio kila mtu wa karibu anaweza kuwa mbaya kwa makusudi, lakini si kila mtu wa karibu ana energy inayolingana na safari yako. Wapo wanaokupenda, lakini mioyo yao imejaa mzigo wa wivu au maumivu, na bila ya wao kujua, wanapokuja kwako mara kwa mara, wanakuachia kile walichokibeba. Sasa hii haimaanishi uwachukie, haimaanishi uwafukuze, haimaanishi uvunje uhusiano, inamaanisha uwe na mipaka. Mipaka sio chuki. Mipaka ni hekima. Unaweza kuwapenda, lakini ukapunguza muda wao wa kuwa nyumbani kwako. Unaweza ukawaheshimu, lakini ukaacha kushiriki kila kitu kuhusu maisha yako. Yaani sio kila kitu unapaswa kuwaambia ndugu zako. Unaweza kuwakaribisha, lakini ukaacha kuwapa nafasi ya kukaa bila sababu. Yaani haitakiwi mtu akae kwako bila sababu ya msingi. Na kumbuka hili, nyumba yako sio uwanja wa uponyaji wa kila mtu. Wengine wanapaswa kujiponya wenyewe. Hilo watu wanapaswa walijue. Na kama unahisi mzigo ukiongezeka kila wakija, kama hali yako ya kifedha inatetereka bila sababu, kama amani yako inapotea, tambua kwamba huo sio udhaifu. Huo ni ujumbe wa universe. Universe inakufundisha kujilinda bila kuwa mkali, kujitenga bila kujichukia, kuchagua amani bila hatia. Na kama leo hii umeisikia sauti hii, ujue haujaambiwa kwa bahati mbaya. Huu ni ujumbe uliokutafuta kwa muda mrefu, na ukumbuke kwamba sio kila mtu anayeruhusiwa moyoni anaruhusiwa nyumbani kwako. Mtu unaweza ukamweka moyoni, lakini kamwe usimkaribishe nyumbani kwako. Kuna vitu vidogo vya kawaida kabisa ambavyo ukiviweka kwa nia sahihi huwa vinasaidia nyumba yako kubaki safi kiroho. Sasa hapa ndipo kwenye somo lenyewe. Naomba unisikilize kwa makini sana. Kitu cha kwanza kabisa ni mwanga. Nyumba yenye mwanga wa asili huwa na energy iliyo wazi. Kwa hiyo basi, make sure unafungua madirisha mara kwa mara. Kama wewe ni mtu wa kupokea wageni mara kwa mara, hakikisha nyumba yako kwanza ina madirisha makubwa, pili unayafungua mara kwa mara, na pia ruhusu jua liingie ndani ya nyumba yako. Giza lisilo la lazima huwa linakusanya uzito wa energy. Na kitu cha pili, zingatia usafi wa mara kwa mara. Kama wewe ni mtu unayepokea wageni mara kwa mara, usafi ni muhimu. Na sio usafi wa macho tu, bali usafi wa kuondoa vitu visivyotumika. Yaani namaanisha vitu vilivyoharibika, vilivyochakaa, au vitu ambavyo vimebeba kumbukumbu nzito. Vitu ambavyo ukiviangalia unapata huzuni au unajisikia kulia. Hivi huwa vinashikilia negative energy. Na kitu cha tatu, zingatia harufu nzuri ya asili ndani ya nyumba yako. Maji safi, sabuni zenye harufu nyepesi au mimea yenye harufu nzuri. Harufu huwa inabeba ujumbe kwa universe kwamba hapa kuna uhai, kuna mpangilio. Na kitu cha nne, zingatia maji safi ndani ya nyumba. Kama nyumba yako huwa inapokea wageni mara kwa mara, maji ni kitu muhimu sana. Hata bakuli dogo la maji safi likiwekwa kwa utulivu huwa linasaidia sana kunyonya uzito wa energy. Hii nilishawahi kufundisha. Na unaweza ukaweka chumvi ya mawe ndani ya hayo maji ili kuzidi kuyapa nguvu ya kuweza kufyonza negative energy. Na badilisha hayo maji mara kwa mara baada tu ya kuchafuka. Na kitu cha tano, maneno unayoyatamka ukiwa ndani ya nyumba yako. Usitukane pesa yako, usiinenee mabaya pesa yako, usilalamike sana ndani ya nyumba. Kama wageni huwa wanaingia ndani ya nyumba yako, alafu mnaanza mijadala ya kulalamikia ugumu wa maisha, pesa ngumu, sijui pesa hazipatikani, my dear, acha hiyo mijadala.
Maneno ni amri kwa energy. Jinsi ambavyo unatamka ndivyo inavyokwenda kuwa hivyo hivyo katika maisha yako. Badala yake tamka maneno haya hapa: nyumba hii imejaa baraka, amani na riziki vinakaa hapa. Hata ukisema kimya kimya, universe inasikia. Na kitu cha mwisho kabisa ni nia yako. Nia yako ya ndani. Wewe una nia gani na nyumba yako? Hakuna kitu chenye nguvu kuliko nia safi. Kama ukikusudia nyumba yako iwe salama, iwe na amani, iwe na riziki, universe inaanza kufanya kazi na wewe. Na kama leo hii umefika mpaka hapa, ujumbe huu haujakujia kwa bahati mbaya. Ulikuwa unatakiwa usikie ili uanze kulinda ulichojenga, ili uache kurudia makosa bila kujua, na ili nyumba yako iwe mahali pa kupumua na sio mahali pa kupoteza. Hii ni nguvu za universe na uwepo wako hapa una maana sana. Wewe ni mtu wa muhimu sana hapa duniani. Wewe una pesa nyingi. Wewe ni tajiri. Pesa zinakufuata. Kwa jinsi ambavyo unaamini na unajitamkia maneno haya, ndivyo inavyokwenda kuwa katika maisha yako. Haijalishi wewe ni dini gani, uwe Mkristo au uwe Muislamu, nguvu za universe zinafanya kazi kwa kila mtu. Tafadhali sana share video hii na wale wote uwapendao ili na wao waweze kujifunza. Na kama ulikuwa bado hujasubscribe, hakikisha una subscribe ili video inayofuata isije kukupita. Asante sana.